Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Siku njema Bwana ametupa, nami nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo Bwana ametupa kutoka katika kitabu kile cha Zekaria sura ile ya 8 mstari ule wa 3. Biblia inasema, Bwana asema hivi, mimi nimerudi Sayuni, nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu utaitwa mji wa kweli, na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Maisha ya mwanadamu yana mahangaiko mengi, na mahangaiko yanafanya mwanadamu anaenda mbali na Mungu wake bila kujua. Katika kuhangaika katika maisha ya siku hadi siku, mambo hayo yanamfanya mtu afike mahali pa kuhangaika. Na kwa jinsi hiyo, wakati Mungu amewekwa pembeni katika shughuli zangu za kila siku, basi yeye huacha na akanyamaza kimya. Lakini wakati Mungu amerejeshwa, yani kwa maana nimeamua kwamba Mungu nimemkumbuka, Mungu ndio muhusika wa maisha yangu, hivyo basi na yeye hupata nafasi ya kufanya yale ambaye yaliyokuwa yanamkusudia yeye kufanya kwa ajili yetu, ambapo alishindwa kuyafanya kwa sababu nilienda mbali naye. Ndio maana anasema mimi nimerudi Sayuni. Yani kwamba ukishafika hatua ya kumtumaini Bwana, ni kwamba umemrudisha Sayuni, umemrudisha kwenye maisha yako. Ukishafika mahali pa kuamini kwamba yeye anafanya na yeye anaweza, umerudi katika nafasi yako, na yeye umemrejesha akae mahali pake. Anasema nami nitakaa katikati ya Yerusalemu, na Yerusalemu itaitwa mji wa kweli. Panapo kumtumaini Bwana, kweli huonekana ndani yangu. Unajua, kule kutokumwamini Mungu, yani kutokuwa na kweli, kutokusema kweli, kutokuwa mwaminifu kwa mtu, kunaanzia na kutokuamini kwake. Ninapokuwa siamini, ninakuwa siwezi kusema kweli, kwa sababu nitaisema kweli ipi nisiyoijua? Na kweli nitaijua kwa kuamini kwangu. Kwa hiyo anasema kweli, mji huo utakuwa ni mji wa kweli. Waliokuwa wanakusikia ukisema mambo ya kushindwa, ya kutokuamini, ya kwamba itakuwaje, ya mashaka, ya wasiwasi na kadhalika, sasa wataanza kusikia maneno tofauti. Wataanza kusikia kwamba Bwana anaweza, Mungu anaweza. Na kumbe kila unapokiri hivyo, ndipo unampa Mungu nguvu ya kufanya ndani yako, kwa sababu unadhihirisha na kuthibitisha kwamba unamwamini yeye, na kweli unatambua kwamba yupo ndani, anaishi na wewe. Anasema na mlima wa Bwana wa majeshi utaitwa mlima mtakatifu. Ndiposa sura yako inabadilika, muonekano unabadilika, kwa sababu maneno yamebadilika. Maneno yamebadilika kwa sababu kweli ya Mungu inakaa ndani yako. Kwa hiyo yale utakao kuwa unayasema ndio yatakao kuwa yanadhihirisha uwepo wake yeye aliye ndani yako, na maisha yako ni gani. Wakati nilikuwa nasema yasiyofaa, nilidhihirisha uwepo wa yeye aliye ndani, na maisha yangu kwa nje yalionekana yakiwa yanafanana na ukiri wa kinywa changu. Lakini napokiri kweli ya Mungu, ndipo Mungu aliye ndani yangu sasa hutengeneza mazingira ya kunitengenezea mimi huweza wa kuishi katika hayo. Sikujua kwamba mimi nilikuwa naishi na kutokuamini, hadi siku ambapo Bwana alikuja kunionyesha. Na ninaposema hivi, unaweza ukasema mimi naamini, na mimi nilifikiri naamini wakati huu, lakini kumbe Bwana alivyokuja kunifundisha, nikakuta nilikuwa siamini. Nikaonyeshwa ya kwamba kuna mtoto, yani kuna mahali, kuna vitu vimepangwa kama mstari umechorwa mahali juu,
yani kama vile column, kama vile unataka kuandika mahesabu, kuandika numbers. Kwa hiyo unachora zile mistari kwa ajili ya kibox. Sasa kila kiboksi kilikuwa kina kitu yani kile kinachoamriwa kukaa kwenye kiboksi hicho kinatakiwa kikae. Na kikikaa mpaka ile dakika ya mwisho, yani ile saa ambayo yeye ndo ameikusudia ikae pale, kile kitu kinaingizwa kwenye hatua nyingine, kinapelekwa mahali kwingine. Sasa kwangu ikaonyeshwa kwa maana ya kunyakuliwa, yani kutwaliwa, kuingizwa kwenye utukufu. Sasa nikaonyeshwa hiko. Halafu nikaonyeshwa mtoto. Yule mtoto nikasema, kwani mnamweka huyu mtoto hapo? Naongea na watu, kwani mnamweka hapo kwenye box jamani? Mtoeni. Naambiwa hapana, sasa hivi ndo amekusudiwa akae hapo. Nasema hapana, mbona kama vile atateseka? Yani naona kama vile alipokaa hapajakaa vizuri na yeye. Sasa mimi namhurumia, lakini wale ambao nilikuwa nasema nao wanasema hapana, anatakiwa akae hapo. Na mimi nikawa naona ni wapi vitu, na mimi pia natakiwa kukaa. Lakini nikasema ya kwamba okay, nitaona kutoka kwa mtoto huyu kama hata mimi natakiwa kukaa hapo mahali ambapo nimeona. Nitaona kwa mtoto huyu ikifika huo muda ambao ndio alitakiwa, yani ndio kama vile nimeambiwa kama kaa hapo kwa masaa 6 ama kaa hapo kwa nusu saa. Ikipita hiyo nusu saa nataka nione nini kinatokea. Basi nikawaambia wale, mwacheni huyo mtoto hapo. Tukamwacha, katoto kananing'inia kwa juu. Yani utafikiri anaanguka. Kamekaa kwenye hatari fulani. Akawa pale. Mimi nikaingia zangu ndani nikafanya kazi zangu. Nikamwambia ikifika hiyo saa angalieni alafu mje mniambie. Ndio mmoja akaja. Imefika ile saa, wameenda kuangalia, muda umepita. Yani ile saa ilivyofika nda on the dot, ile mtoto akachukuliwa na Bwana. Wakaja, mnasemaje? Vipi? Wakasema mtoto ametwaliwa. Kasa ametwaliwa. Kwangu nikaona ni ajabu kabisa. Yani nikaangalia ile jinsi mtoto yule alivyokuwa amewekwa pale amekaa, ni mahali ambapo palikuwa panaonyesha hatari fulani katika ulimwengu wa damu na nyama. Lakini ile mtoto alikaa pale, na ule muda ambaye Bwana alisema ulipofika akamkuta hapo, akamchukua akaondoka naye. Nikasema kuna vitu vingi tunavikosa kwa sababu hatumpi Bwana nafasi ya kukaa kwenye nafasi yake. Yani ule muda wake wa kutaka kufanya kitu kwetu, sisi hatumpi hiyo nafasi, kwa sababu kabla haijafika tumeshachoka. Kabla haijafika tushaanguka. Kabla haijafika tushakata tamaa. Nikasema Mungu, ni nini unanifundisha? Kwa hiyo mimi naishi kwenye kutokuamini. Kwa sababu mimi nilikataa, nilishindwa kukaa pale mahali, nikasema nione kwanza kitakachotokea kwa yule mtoto. Nikajifunza kwamba kumbe mimi nilikuwa siamini. Yes, nilikuwa siamini. Sasa niseme na wewe ndugu yangu, yale ambayo huyaoni katika macho ya damu na nyama ndio yamebeba matokeo yako wewe katika yale unayoyatazamia na usiyoyajua. Sasa wakati wewe unakuwa kwenye hali fulani, unaona kwamba ngoja nijaribu, hauwezi kumuona Mungu. Mungu anatakiwa arudi akae Sayuni. Mrudishe Bwana akae Sayuni kwenye chemchemi, mahali ambapo ataachilia uweza wake na mamlaka yake. Mahali ambapo yeye Bwana atadhihirisha kweli yake ndani yako wewe. Watu watamuona Mungu kwako wewe, maana mji wako utakuwa ni wa kweli. Maisha yako ndio yatakuwa ya kweli. Mwenendo wako utakuwa ni wa kweli. Na ndiposa watu watakapokuona wewe, huo mlima sasa utaitwa mlima mtakatifu. Watu wataiona imani kwako. Watu wataona uweza wa Mungu kwako. Na neema ya Mungu itatosha kwako kila itwapo leo, kwa sababu Bwana atatembea na wewe. Bwana atusaidie. Kama ulikuwa unaishi kwenye kutokuamini, nikufungulie mlango huu leo na ukamwamini Bwana, maana ni kweli, ni amina, ni hakika. Bwana hasemi uongo. Bwana adanganyi. Maisha yetu tunapoyaweka kwenye mikono yake, yeye huwa anafanya. Si kwamba anafanya tu ananibariki. Ulinzi wake unakuwa pamoja nami, na uhakika wa maisha yangu ya baadaye unakuwepo. Mungu akubariki. Bwana Yesu, tusaidie kutokuamini kwetu. Naomba ukatutakase kwa damu yako takatifu. Bwana Yesu, tusamee. Bwana, tumeishi kwenye kutokuamini. Samee baba yule, mama yule, kijana yule, mtoto yule, watumishi wale
kanisa lako, tusamee. Tunaomba neema yako iwe pamoja nasi, ukatufundishe Roho Mtakatifu namna ya kuishi kwa imani, na utukufu wako Baba uambatane nasi. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Mungu akubariki.